uri hana hamwisho rurakugayiri rugukenziri kikone ruhunyiriyo bonjo urubabarire uriemburo zirashiriza rengo mashuwa. Kwa hiyo umepinga amri ya mfalme? Sikieni, mtu yeyote ambaye atapinga amri ya mfalme adhabu yake ni kifo. Walinzi, chukueni hao wazee wapuuzi wakubwa. Mheshimiwa mfalme, unisamehe mfalme. Walinzi, chukueni hao wazee muwafunge na kuwapa adhabu. Chukueni hao. Mfalme ukusamehe. Huo ni unyanyasaji. Kwani babu yangu amefanya kosa gani? Na kwa nini wewe mfalme uwe na lala na mke wa bwana harusi kabla hajalala na mume wake? Jamani wana kijiji, hizi sheria ni za kipumbavu. Mimi siwezi nikakubali. Nani mwingine ambaye anapinga asafiri kama huyu? Safi sana. Sikilizeni, atakayepinga sheria ambazo mimi nimeweka, basi atauawa moja kwa moja. Onekeni wapuzi wakubwa nyinyi. Mbona umechelewa lakini? Pita, mimi sipo tayari kufanya hilo swala. Asa kwa nini? Ingawa tumepanga hilo swala muda mrefu sana. Usinifanzie hivyo mpenzi wangu. Kwani hujasikia sheria ambazo mfalme ameweka? Hapana bwana, mimi siwezi kufanya hilo swala. Nisije nikajiweka hatarini. Kwa hiyo sheria za kipumbavu naweza kufanya usinipe haki yangu. Kwa hiyo mkubali ujinga, si ndo maana yake? Sio hivyo mpenzi wangu. Tuvumilie kwanza. Ukishanioa nakupa kila kitu. Baada ya mfalme kula utamu wangu, alafu ndo mimi nikooe. Hilo swala sikubali nalo kabisa. Asa tunafanyaje mpenzi wangu? Sikia nikwambie mwanamke. Ninavyokupenda hata nani sipo tayari akushike mkono wako. Maana mimi nakupenda sana. Asa na mimi nakupenda pia mpenzi wangu. Sana. Jinsi ninavyokupenda, sipo tayari ni mwingine mtu anakugusa zaidi yangu mimi. Jamani, sijaona mfalme malaya kama huyu. Kwa nini? Awekeje sheria ya kula asali kabla ya nyuki? Ushawahi kuyaona wapi? Basi kama ndivyo, wacha niseme hatuna binti kwenye hiki kijiji. Maana wote wameshaonja asali. Asa kwa nini hamhukumu mwanamke pekee? Mbona mwachi mwanaume? Yeye ndiye aliyetoa asali. Na aliyekula asali mbona achi? Mfalme mwenyewe chizi, akili mbili. Alifikiri si wanaume wenzake. Ndio maana hawezi kutufanya kitu kibaya. Lakini mimi na mashaka na huyo mfalme. Mashaka gani? Mbona miungu ilimkataa? Atakuwa ni jamaa ndiye aliyeua baba yake. Ile rezo falme. Unakoelekea unataka kuniponza. Maana umbea kwa mtoto wa kiume haipendezi. Mimi naondoka. Basi tuongozane basi. Wewe na nani? Alafu kingine, chunga mdomo wako. Maana mdomo unaponza. Wasije wakauchonga kama firimbi. Basi nitaufunga. Utajua mwenyewe.
Mtabiri, najua ulikuwa sahihi, ila nataka unifanyie kazi kama ulikuwa nafanya na baba yangu. Mfalme wangu, hakuna kitu naweza kubadilisha mpaka sasa, maana laana imeshaingia kwenye kijiji. Mtabiri, najua kuna laana, lakini mimi sipo tayari kufa. Bora laana endelee kusambaa kwenye kijiji, lakini hapana kutoa maisha yangu sadaka. Mfalme, kadri unavyozidi kusema hivyo ndio nazidi ukasirisha miungu. Mfalme, miungu? Miungu kitu gani? Kwani ushawahi kuona miungu? Kwa nini watu waliokufa wanazidi kunipangia ufalme? Kwa nini? Kwa nini? Mfalme, naomba ruhusa niondoke. Bado sijakwambia kazi ninayotaka unifanyie. Kwani unataka nikufanyie kazi gani mfalme? Haiwezekani mfalme, hii ni kinyume na miungu mfalme. Haiwezekani, siwezi kuifanya. Miungu kitu gani? Wewe hivi unajua adhabu ya kumpinga mfalme? Kata kichwa changu mfalme! Kata kichwa kuliko kufanya hivyo mfalme! Wewe nikikuchekea basi utanipanda kichwani. Kuhani, mimi ni nani kwako? Wewe ni mfalme wangu. Vizuri sana, inaonekana umeanza kuamwelewa. Basi kaifanya kazi yangu. Kama utakavyo mfalme. Ndio hivyo rafiki yangu, mimi naogopa sana. Unaogopa nini sasa? Kwani uone walivyomuua Patrick? Ndio kinachokufanya uogope? Sio hivyo Rita, mimi tayari nishalala na Patrick. Nini? Wewe umeshaonja asali? Nilifanya kabla sheria hazijawekwa. Pole sana rafiki yangu, umekosea sana. Umalaya ndio umekuponza. Wewe subiri adhabu yako sasa. Usiseme hivyo Rita. Nishauri nifanye nini? Mimi nikushauri nini? Okay, fanya hivi. Nenda kajinyonge. Nini? Nikajinyonge? Ndiyo. Jinyonge kuliko uje upewe adhabu mbele ya wanakijiji. Itakuwa aibu kubwa. Wewe ni mtu mbaya sana. Ingelikuwa wewe ndo mimi, alafu mimi nikushauri hivyo, ungejisikiaje? Basi samahani, ila ushauri mwingine sina. Mfalme wangu, wanakijiji wanalalamika eti mimea imekauka mashambani. Kwa hiyo hujaleta chochote hapa kwangu? Mfalme, wanakijiji wanakuomba utembee kwenye ardhi yetu ili ukaibariki itoe mimea kama zamani. Mtabiri, nataka ufanye kazi niliyokuagiza. Nahitaji mavuno hapo kwenye ufalme wangu. Sawa mkuu. Sikia, pita nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango. Atakaye pinga
basi mchukue na mpige viboko 20 matakoni. Sawa? Sawa mfalme, uishi milele na milele. Ziri pakiwe Zigweza. Basi hii inatosha, na huu ni utangulizi tu. Picha kamili inakuja. Pole sana rafiki yangu. Asante. Kwani umewakosea nini mpaka wakuchape hivi? Wamekuja kudai mavuno. Nimewambia hakuna na wamenichapa viboko 20. Rafiki yangu naumia. Da, pole sana rafiki yangu. Hiki kijiji sijui tutafanya nini. Huyu mfalme ana roho mbaya sana. Namwambia kwa miungu mpe adhabu. Pole sana rafiki yangu. Vumilia tu. Amka.